kwenye kundi letu. Kwa hiyo tumekuja sisi ndio tumemfungua. Kwa hiyo tuwapongeze wachezaji, lakini mashabiki hawajaziza timu yao mechi ambayo tulikuwa tunakamilisha ratiba, lakini kiukweli tunajipanga kwetu. Hii sisi sio kawaida ya Simba kuaga hivi. Wenzetu wameshazoea, lakini wenzetu washazoea ngogwe, lakini sisi hatujazoea. Kwa hiyo tumenyong'onyea, lakini jambo la mpira inabidi tujipange mwakani inshallah. Sasa hivi tujikite kwenye FA na ligi. Wanasema mmefunga mtu ambaye yeye alikuwa hapigani chochote, kwa ni kama mmepata mchekea hivi. Atasema hicho, kwani tuna pointi za huyu tu peke yake, na wengine wameshindwa kutufunga. Kwa hiyo wala haina shida. Issue ilikuwa pointi 0, lakini leo sisi tuna 5 na yeye ana 5. Umeona hapo kutangulia basi mwanza kufika. Yeye ana 5 na sisi tuna 5. Kwa hiyo unaweza ukatangulia lakini kesho anapoteza mapema. Unawasikia mashabiki wenye Simba yao wanakuambia. Unawasikia wanakuambia kesho anapoteza. Kwa hiyo ina maana sisi tunarudi. Wao ndo walizoea, kama unakumbuka ule msimamo hata kwenye gari ya msemaji ilikuwa wa mwisho ana pointi 1. Unakumbuka? Unakumbuka? Lakini kwenye hali hii ya kutokufuzu kwa wana Simba ni tumehuzunika, kwa sababu mechi zote zilikuwa inaonekana ushindi si kupata ni kawaida, lakini mwisho wa siku tukakosa. Lakini wao kama unakumbuka mwaka jana hapa kwa Benja wamezalilika hapa, wamevunja ungo hapa, unakumbuka? Sasa mwisho wamehama, sasa hivi wameenda huko bwana Tona Mubei wamefaita, wameenda huko. Sasa utashangana kule anaenda kuvunja ungo, haendi tena. Kwa hiyo tutamnani labda amie tena kwingine Arusha au wapi. Lakini sisi tuko hapa kwa Mkapa. Lakini tumeona timu inafunguka, ujio wa wachezaji wapya, tumeona kila mchezaji performance yake inazidi kwa juu, lakini ushindani wa kugombania namba, umemuona Morris Abraham naye anaingia, unamuona ana force Ino Luemba, unaona anaingia dakika 25 za mwisho, umeona, lakini anaingia anafanya vitu. Naamini kila anapoendelea Simba itakuwa ya burudani. Unajua Simba tumezoea ule mpira pasi, tunaondoka piga pasi tunaondoka. Sasa hii tumeona, kwa hiyo tuipe moyo tu timu yetu, naamini tunapambana kwenye ligi, tutafanya vizuri huko mbele. Walisema mmechukua mtu ambaye hajacheza nusu msimu, ni kama mmepigwa hivi. Ukienda kuwauliza sasa hivi wanasema angekuepo yule si kwetu tungechukua klabu hii. Wallahi wa billahi wa ta'ala. Wanasema yule na yule nani Ogwe wangekuwa kwetu sisi tungechukua klabu hii. Wanasema sisi tunao kila siku. Wewe nenda kama uulize Godia sasa atakwambia. Lakini muulize nyuma ya kamera atakwambia. Usimwekee kamera hivi ukamuuliza. Asemi, kwa sababu ugali wake atautiana. Saizi anaandaliwa nauli akaangalia timu yake Zanzibar. Wanasema wanaenda kufuzu kwa kishindo. Sawa, hata ile hapa walisema hivyo. Mwisho wa siku hapa galau wametiwa makonzi hapa shughuli. Tukawaambia kwamba hawamo. Kwa hiyo sisi yetu macho wabaya kwa kila mwanasimu. Tutaendelea kuomba usiku wa leo mpaka kuhakikishwa na wao wanabaki. Linaanzia sasa hivi mpaka kuhakikisha kwamba anaondoka. Kama yeye alipoomba fainali tusiinue kwapa ya shirikisho, kwa sababu tungewazidi. Sasa kwa hiyo na sisi tutawaombea dua kuanzia leo mpaka kesho, ili kuhakikisha kwamba na yeye wengine wanaumwa kabisa. Shida itakubaliwa. Unajua itikafu ya kuomba peke yako, umekaa peke yako unamshtakia Mungu kweli na unatoa sababu hii. Unajua umefanya mabaya sana kwetu. Walikuwa wanasemaga tunawapulizia dawa masikira Mungu. Tulikuwa tukishinda wanasema wana corona na nini. Pale ndio ilipozaliwa ngedere, sio kwamba hataki chai. Kuipata ile chai ndio mtihani. Sukari utapata wapi? Kibiriti, kijiko, anaenda kula maini. Yaani na wao walikuwa wanataka ile kucheza robo finali mara kwa mara, lakini ule uwezo, hali yao dhaifu la hali. Hali yao dhaifu la hali, wakiingia wamekong'otwa hivi, sisi tunaambiwa tunawafunga wenye corona. Sasa wao corona walikuwa hawana. Kwa hiyo walikuwa hawawezi. Kwa hiyo ina maana hata hii unaona sisi tumenaniu, lakini yeye mwaka jana ndo alotupa ugonjwa huu.
Kwa hiyo ina maana sisi tumeangalia, tumepita kwenye mapitio magumu, umoja pia, maneno, mazingira ya baadhi ya wachezaji walikuwa wanatushotisha. Yani unaona kabisa baadhi ya wachezaji performance zao mbaya, lakini ujio wa Chama, lakini na hao wachezaji wengine wapi, umeona timu sasa ina perform. Sio kama ile unachungaji mchezaji anacheza kama bonanza ile, sasa imekufa. Hii sisi Simba tunaitaka Simba ya Mzaramo wa Simba. Hii ambayo kila mchezaji anaomba namba, yani anaomba apangwe, anaenda kufanya juhudi ya hali ya juu kuhakikisha kwamba nafasi anapata. Hii ndio Simba ya Mzaramo. Mzaramo tarehe 1 ni wewe na yeye sasa Benjamin Mkapa. Aje. Tarehe 1? Isemea bibi yangu nikupatie leo dina muombezi. Kitakachomfika hakuna wa kumwombea. Tarehe 1 tunamsubiri. Baada ya dua hapa kila kitu sasa wapite geti gani, lakini Shekishki yuko hapa Mzaramo katika mchezo wa leo. Anakuambia mkono kwa mkono, mcha kwa mcha, mguu kwa mguu mpaka kwa Mkapa. Saa 6 akishamaliza Shekishki sasa yeye akapite milango ya Ndumba, wakati Nuni ishatawala na kuja kumkafini mapema. Alafu hao wachezaji wake wana uchungu na yule. Kwa hiyo atakuja atafanya shughuli. Shughuli itafanyika na kuhakikisha, kwa sababu kama hatujamfunga tutazidi kurudi nyuma kwenye ligi, na hii hamna mwana Simba mnyonge akasema ligi hatuchukui. Hapa katikati kabla ujio wa wachezaji hawa wote tulisema bwana, mara hii nayo hatupati. Tulikuwa tunakaa moyoni tunaona tu wachezaji wanacheza utafikiri wagonjwa, wachezaji wana mbele ya kueleweki. Lakini sasa hivi ujio wa Chama na wale wachezaji wapi, tunaona performance iko very high. Kwa hiyo ina maana tunafurahi na tunaamini kabisa yule bado, lakini hata yule mwingine yule alotupiga mara ya mwanzo tukimkamata ajuta, tunampa tu usiku, tunasubiri katupiga mwanzo, tukimkamata atajuta. Lakini yule sasa Ngogo tutamfanya yamfanya mvua, tutapiga nje ndani kuhakikisha tunamweka miguu. Yani kwa lugha nyepesi, umeridhika na Simba yako mpya na unaona mko tayari kupambana na wananchi? Hakuna mwana Simba asoridhika. Si umeona leo furaha vigoma na nini, kwanza kumpiga huyu ambaye hajawahi kufungwa. Wanasema tumemvunjia usichana wake. Hawa wote wanakuambia hivi. Kauli tata, lakini mimi nawaambia msiseme hivyo jamani. Si Simba hatunaga hivyo. Hivyo wana wenzetu Ngogwe, acheni hiyo kauli. Lakini ujui huyu haja nani, huyu mwali wa ndani huyu tumechukua shule kote kapita huko, watu hawajafunga kumfunga sisi. Kwa hiyo furaha kwa wana Simba, tumefurahi kumgongota timu ambayo haijafungwa, lakini tunasema tu tumesamehe, hii yamepita, tunaganga yajayo, tunaamua kushikamana kuhakikisha kurudi kwenye ligi na FA, kuhakikisha Simba inarudi kwenye ubora wake. Yani yule Simba yule Gafula baya, Simba kukimbila difu, sio hii. Ile Gafula mbaya, Simba kukimbila difu, sio hii tena. Yani